swala la ununuzi wa pamba kwa kutumia mnunuzi mmoja. Mheshimiwa Rais, mimi nakubaliana principally kwamba swala la ununuzi wa mnunuzi mmoja kwanza linatuondoa kwenye soko huria, lakini pili kunakuwa hakuna ushindani. Mnunuzi wa pamba unapokuwa na mnunuzi mmoja, akipata matatizo tu ya kifedha kidogo, wananchi hawa wanaenda kwenye AMCOS, wanaenda kwenye maeneo ya kuuza pamba, hakuna fedha. Kwa hiyo ukiwa na mnunuzi mmoja ni hatari sana. Sasa bahati nzuri waziri wa kilimo yuko hapa. Mfumo wote ule unaoanzishwa ni lazima usicompromise ushindani katika soko huria. Mfumo wote ule unaoanzishwa usilete usumbufu kwa watu waende kuuza pamba sokoni halafu wasikute pesa. Wakiwa wanunuzi wengi, huyu akiwa na changamoto ya fedha, huyu akiwa na changamoto ya fedha, huyu atakuwa nazo fedha. Kwa hiyo ukiwa na wanunuzi watano, huwezi kupata shida ya fedha. Mheshimiwa Rais, sisi kule Kisesa tunakudai. Na wale na maeneo mengine kote wanaosema wakudai zile fedha zihamishe kule zilete Kisesa, kwa sababu bado tuna mipango mingi ya maendeleo katika maeneo yetu. Mheshimiwa Rais, toka historia ya nchi hii, mkulima wa Simiyu alikuwa anapata kilo 200 na kilo 300. Wanasiasa wa mkoa wa Simiyu wameitumia pamba kama siasa na sio zao la kiuchumi la kuwatoa watu katika umaskini. Kwanza, hakuna mtu yoyote anayeweza kutathmini bei ya pamba isipokuwa serikali. Hata wakiwa wanunuzi 500 kwenye kijiji, bei ya pamba inaamuliwa na serikali. Na mimi nataka nimuombe ndugu yangu Mpina hapa mbele ya wananzengo. Mimi na yeye tulishakubaliana, Mheshimiwa Rais atasema hoja zake, nitazijibu hadharani, kwa sababu hakuna ambalo serikali inaficha. Mpina huyu aliua kitalu cha mbegu katika kijiji cha Mwabusalu kwa siasa hizi za kuwadanganya wananchi. Serikali ikakiondoa. Tuliweka kitalu, wananchi wale walikuwa wanapata zaidi ya milioni 250 mpaka milioni 320. Fedha za ziada ukiacha bei. Akaenda kuwahamasisha wapande mahindi ndani ya katika hivyo vitalu. Hatuwezi kuruhusu mfumo huu ambao wanao, na mwaka 2019-20 alikuwemo kwenye serikali. Ni mmoja kati ya watu waliompotosha Rais Magufuli kumwambia kuwa bei ya pamba duniani ni juu, rais atangaze bei. Matokeo yake pamba ikafa, hawa wananchi pamba zikanunuliwa 500, ikawa matatizo matupu. Nataka nimwambie yeye na wanasiasa wote wa Simiyu, sintaruhusu mtu yoyote aharibu mfumo ambao tumeanza kujenga. Mwaka huu wilaya hii, Mheshimiwa Rais, pamba ilianguka mpaka tani 30,000. Tunataraji kuvuna tani 60,000. Na niwaambie wakulima, endeleeni kukusanya pamba, bei anayeamua serikali, na tunapanga sisi bei, sio mtu yoyote. Tulianza na 1150, leo tuko 1200. Mwaka jana tulianza na 1150, tukamaliza na 1700. Serikali itakuwa inatoa bei kutokana na mwenendo wa bei ya soko la dunia. Mfumo wa contract farming ndio mfumo sahihi wa kuondoa tatizo la pamba. Nyinyi wakulima hamwezi kutetewa na mtu mwingine isipokuwa serikali iliyoko madarakani. Na nataka nirudie tena, niwaonye wanasiasa wote. Mheshimiwa Rais, ninajua wapo watu waliwafata wasaidizi wako wakiwaambia eti serikali itoe ruzuku ya bei. Serikali haitorudia makosa iliyoyafanya mwaka 2019-20. Makosa haya ya namna hii anayoyafanya Mpina ndio yaliua korosho kwenye nchi hii, yaliua tumbaku kwenye nchi hii, yaliua pamba kwenye nchi hii. Hatuwezi kuruhusu kama taifa kuja kuruhusu kuumiza mazao katika nchi yetu. Niwaombe wakulima, aminini mfumo unaojengwa na serikali, tutaendelea kusimamia, na mfumo huu wa BBT ndio mfumo sahihi.
Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana. Nimesema niyaseme haya, kuwe na uwazi na ukweli. Asante sana. Ndugu yangu Mpina aliomba barabara kwamba barabara hii ni ya vumbi, madaraja matatu na kuwepo kwa halmashauri ya wilaya ambayo waziri alishasema. Lakini uwepo wa halmashauri ya wilaya sehemu yoyote huanza na mchakato wa ndani. Unaanza na mchakato wa ndani, ombi linapelekwa TAMISEMI, TAMISEMI wanachakata na huku juu tunamalizia. Lakini hatoki mtu kuomba juu kwa rais wakati ndani huko alikotoka mchakato haujaanza. Hilo halipo. Kwa hiyo kama alivyosema waziri, anzeni mchakato. Lakini jengine ameomba madaraja na barabara. Ndugu zangu, maombi kama haya Lea huyu aliyowasilisha bungeni na mawaziri wakatekeleza maombi yake. Sasa maombi haya kuyaleta hapa kwenye mkutano kwa rais ni kujitafutia umaarufu na kuthibitisha kwamba mbunge hakulifanyia haki jimbo lake. Angesema bungeni, kazi hii ingefanyika, lakini inaonesha mbunge hakulifanyia haki jimbo lake. Lakini la pili, kwa sifa alizozitoa na maelezo aliyoyatoa, SGR, Mwalimu Nyerere, daraja la Busisi, MV Mwanza, huyu si mbunge wa jimbo bali ni mbunge wa taifa. Kwa nadhani tunapokwenda huko muache nimchukue kwenye nafasi zangu 10. Mwenziwe Lea amesema kila kilichofanyika jimboni na amount ya fedha akitoa kichwani. Lakini mbunge wa Kisesa ni kurukaruka na kwamba Kisesa tunakudai. Lakini ukifata maandiko na rekodi za serikali, tumefanya mambo mengi sana Kisesa. Amenishangaza kusema Kisesa iko kama mwanamke aliyesuka nywele. Ina maana amedharau jimbo lake. Angesema kumekatwa mabarabara, maendeleo yameonekana na hivi. Lakini ndugu zangu, nadhani mngekuwa serious kutuletea wabunge wa kukutoleeni huduma kwenye majimbo yenu. Nadhani mngekuwa serious kwenye hilo. Kwa hiyo huyu ni mbunge wa taifa na sio mbunge wa jimbo, kwa sababu hakuongea chochote cha jimbo lake. Baada barabara za kusuka nywele ndicho alichoongea. Uvamizi wa tembo, hatua tumeanza kuzichukua, na mambo haya ni hatua kwa hatua. Kama tumeweza kujenga vituo 3, bila shaka kama tatizo bado ni kubwa, angemuona waziri wa maliasili na utalii akiwa bungeni na waziri angejua cha kufanya, na sio kuja kulalamika hapa mbele ya rais na kutaka umaarufu mbele ya wananchi, maarufu ambao kazi hazifanyi inavyopaswa. Kesi ya wafugaji mahakamani, anajua kesi iko wizarani inashughulikiwa, lakini alitaka iseme hapa ili wananchi wake wamsikie. Ndugu zangu, huyu ni mbunge wa kitaifa na sio mbunge wa jimbo. Kama kweli wana Kisesa mnataka maendeleo, huyu mbunge sio wa jimbo, ni wa kitaifa.